tumetoa baada ya hili tukio kutokea, na huu ndio Utanzania wetu na huu ndio umoja wetu. Mmoja wetu akipotea ni tatizo, sio kwa familia yake, ni kwetu wote. Manake sisi ni kitu kimoja na ni taifa moja. Kwa hiyo nimeona wape taarifa mtakuwa mmeipata, lakini inaonekana leo vijana wetu wapatao 18 wa afya, idara ya afya, walikuwa wanakwenda Kagunga, na Kagunga kama mnafahamu ni mpakani na Burundi, na kule mara nyingi tunachukua muda mrefu kwenda kule kwa sababu ya umbali. Ukizunguka barabara ni lazima upitie Burundi ndio uende Kagunga, na juzi nilikuwa pia maeneo yale. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda kutoa chanjo asubuhi. Wakati wanakwenda kutoa chanjo, ndio bahati mbaya ikatokea upepo mkali ambao umesababisha boti ya halmashauri kupinduka. Kwa hiyo na ndani ya ile boti, ndugu zangu, kwa taarifa ambazo tumepewa, kulikuwa kuna wafanyakazi wa idara ya afya wapatao 18. Kwa hiyo boti ilipopinduka, wafanyakazi 6 wamefariki, lakini wafanyakazi wengine 12, 9 wameokolewa na 3 taarifa tulizonazo bado wako ndani ya ziwa. Lakini tunashukuru kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wenzetu wa upande wa fire na uokoaji, lakini upande wa polisi, upande wa marini, lakini na vijana wetu ambao ni wataalamu wa kuogelea, kupiga mbizi, nao wanafanya kazi hiyo. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba hili limetokea ni kwa bahati mbaya, lakini kuna kitu cha kujifunza. Wenzetu mnajua kabisa TMA ni mawakala wanaohusika mambo ya hali ya hewa. Sisi ambao tunazungukwa na maziwa haya tuwe makini sana. Taarifa inapotolewa ile saa 2 alafu saa ngapi, saa 5 za usiku, tuwe makini kuangalia. Mimi jana wakati naangalia, ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, niliona mkoa wetu utaendelea kupata mvua na hali ya hewa unaiona. Kwa wenzetu ambao Michael Maganga, kaimu kamanda Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kigoma. Tumepokea wito wa taarifa hii ya boti kupata ajali kwenye ziwa Tanganyika mnamo saa 2:40 asubuhi ya leo. Baada ya hapo vikosi vya uokoaji vilielekea kwenye tukio, ambapo vile tulikuwa tuna tukio lingine. Kwa hiyo tumetoka kwenye tukio lingine ambalo limetokea siku 3 zilizopita kuja kuendelea na uokoaji katika eneo hili la sasa. Taarifa hizo zinasema kwamba boti hiyo ilikuwa ikibeba watumishi wa Kigoma DC kupeleka huduma za dawa kwenye maeneo jirani ambayo ni vijiji vya mwambao wa ziwa Tanganyika. Watu hao inasadikika kuwa kwenye boti hiyo walikuwa 18 kipindi wanaondoka nchi kavu. Baada ya kupata ajali hiyo, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na raia wengine, lakini pamoja na vyombo vingine vya usalama ilifika eneo hili kwa haraka sana kuendelea na utoaji wa huduma ya kuokoa wengine. Watu 9 wameokolewa wakiwa hai katika ajali hiyo, lakini kwa mujibu wa DMO 6 wametolewa wakiwa wamefariki. Kwa maana hiyo sasa, mpaka sasa tunaendelea kuwatafuta watu 3 kwa mujibu wa idadi ya watu 18 kufikia hiyo. Kwa mpaka sasa tuko eneo la tukio, kuendelea kuwatafuta wenzetu hao 3 ambao bado tunaendelea kuwatafuta ndani ya ziwa Tanganyika. Pengine kamanda, unaweza kutuelezea kwa mashuhuda ni kwamba ajali hii imetokea kutokana na wimbi kubwa ambalo ilitokea baada ya muda mdogo tu au muda mfupi baada ya boti kuondoka nchi kavu na kuelekea huko walipokuwa. Hivyo wimbi kubwa ilitokea ghafla hivyo, lakini wakaanza kurudi sasa kuja kusubiria eneo hilo liweze kutulia, lakini kipindi wanarudi ndivyo ghafla wimbi likawa kubwa zaidi na kuweza kusababisha ajali hiyo.